Moja kwa moja, jeshi la Marekani limeendelea na mfululizo wa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kijeshi nchini Iran, likisema operesheni hizo zinalenga kudhoofisha uwezo wa Tehran kuzuia usafiri wa meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz. Wakati huo, Iran imeonya kuwa itajibu Marekani kwa mashambulizi makubwa na ya nguvu zaidi katika siku zijazo. Kwa hayo na yanayoendelea kujiri katika mzozo huo wa Mashariki ya Kati, huyo hapa Angela Mdungu. Marekani imefanya mashambulizi mapya dhidi ya Iran mapema Jumatano, muda mfupi baada ya Rais Donald Trump kuonya kuwa bado hajamaliza vita na taifa hilo na kwamba itaichukua Tehran miongo miwili kufidia athari za mashambulizi hayo. Kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Marekani, vita kati ya pande hizo mbili vimeshaigharimu Marekani zaidi ya dola bilioni 37.5. Kwa mujibu wa jeshi la Marekani, mashambulizi yake ya hivi karibuni yaliilenga miundombinu ya kijeshi na usafirishaji wa vifaa. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimesema kuwa mashambulizi yameripotiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, ikiwemo Bushehr ambako kuna mtambo unaozalisha umeme kwa kutumia nishati ya nyuklia. Mashambulizi ya Marekani yamefanyika saa kadhaa baada ya jeshi la Iran kutangaza Jumanne kuwa lilifanya mashambulizi mapya ya kulipiza kisasi kwa kutumia makombora na droni dhidi ya kambi, mali na miundombinu ya Marekani katika mataifa ya Bahrain, Kuwait na Jordan. Wakati mashambulizi haya yakiendelea, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema bado Marekani inayo nia ya kuendelea na mazungumzo ya kumaliza mzozo wa Iran, lakini Tehran haina dhamira ya dhati katika mazungumzo hayo. Amesema hayo katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Jumuiya ya Nchi za Kusini Mashariki mwa Asia, ASEAN, unaoendelea huko Manila nchini Ufilipino. Nataka kusisitiza tena kwamba Marekani siku zote inaamini katika diplomasia. Tuko tayari kusikiliza mawazo tofauti na kushiriki mazungumzo ya kutafuta amani ili kumaliza tofauti zilizopo. Huo ndio msimamo wetu hata katika suala la Iran. Hata hivyo, licha ya Iran kujaribu kuwasiliana na Marekani ili kujadili namna ya kutatua tofauti zinazohusiana na hali inayoendelea kwenye eneo hilo, bado hatujaona utekelezaji waliokubaliwa. Japokuwa tumewahi kufikia makubaliano, kwa bahati mbaya Iran haijatimiza ahadi zake hadi sasa. Wakati mapambano yakizidi kuwa makali, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amezitolea wito pande zote mbili za mzozo huo kujizuia kufanya mashambulizi. Amesema hayo alipokutana na waziri wa mambo ya ndani wa Iran Eskandar Momeni aliyekuwa ziarani Pakistan kukutana na Sharif, ambaye nchi yake imebeba jukumu la usuluhishi wa mzozo unaoendelea. Wakati huo huo, bei za mafuta duniani zimeendelea kupanda. Katika masoko ya bara la Asia mapema leo, bei ya mafuta imebaki juu ya dola 91 kwa pipa baada ya kuongezeka kwa zaidi ya 2% siku ya Jumanne kutokana na vitisho vya waasi wa Kihuthi. Pia bei ya petroli nchini Marekani imepanda tena na kufikia zaidi ya dola 4 kwa galoni moja. Ni taarifa yake Angela Mdungu. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wametoa wito wa kukomeshwa kwa vitendo vya kikatili, ikiwemo unyanyasaji wa kingono na mauaji vinavyofanywa na kundi la waasi la M23 dhidi ya raia wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lubega Emmanuel anatusomea ripoti ifuatayo. Kulingana na wataalamu hao, tangu kuibuka upya kwa kundi la M23 mwaka 2021, waasi hao wamechukua udhibiti wa maeneo makubwa mashariki mwa Kongo yenye utajiri mkubwa wa madini, huku eneo hilo likikumbwa na migogoro ya takriban miongo mitatu ikihusisha nchi nyingi pamoja na makundi mbalimbali yenye silaha na kufanya kuwa mgogoro uliofikia kiwango cha kushtusha. Mwito huo uliotolewa siku ya Jumanne mjini Geneva, Uswisi, unataja vitendo vya ubakaji hata wa kikundi, hujuma ya raia kwa vielelezo vya utawala wa M23 katika maeneo wanayodhibiti. Wataalamu wa Umoja Mataifa wanafafanua kuwa sio tu M23 inayojihusisha na maovu hayo. Kuna makundi ambayo yametumia mazingira ya udhibiti wa M23 kufanya maovu hayo pia. Kulingana na taarifa ya Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, visa 90,000 vya ukatili wa kingono viliripotiwa katika mwaka 2025 pekee. Wataalamu hao wamebainisha kuwa M23 ina mfumo wa mamlaka katika eneo wanalodhibiti, ambapo kamata na kuweka watu vizuizini bila kupata haki za kisheria
vinashuhudiwa. Mateso yakiwemo ya kingono, utumikishwaji wa watu kwa mabavu na hata kuwasajili kuwa wapiganaji ndiyo mambo yanayoendeleza udhibiti wa M23 katika maeneo hayo. Raia wameripoti kuhusu mienendo ya wenzao kutoweka, makazi yao kuchoma moto na pia watu kusingiziwa makosa wasiyojua. Inadaiwa kuwa waliokamatwa huzuiliwa katika mahabusu bila kupewa chakula, maji wala matibabu, huku waliofungwa wakisimulia kupigwa kila wakati, hali ambayo imesababisha baadhi yao kufariki dunia. Mara nyingi watu hao hawaachiwi huru bila jamaa zao kulipa kiasi fulani cha pesa. Aidha, wataalamu hao wamehimiza uchunguzi wa kina ufanyike na pande zote katika mzozo huo ziheshimu sheria za kimataifa na kulinda raia. Wameshauri pia makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani na kusainiwa mwezi Desemba mwaka jana 2025 kati ya waasi hao wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda pamoja na serikali ya DRC kuchunguzwa upya. Makubaliano hayo yanajumuisha kipengele kinachoiruhusu Marekani kupata fursa maalum ya kuwekeza katika biashara ya madini mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, wataalamu hao ambao wamepewa jukumu na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa hawatoi tamko kwa niaba ya Umoja Mataifa wenyewe, bali wamekuwa wakifanya uchunguzi wao na kutoa tu mapendekezo kwa serikali za Kongo na Rwanda. DW tunavuma kwa kishindo. Msikilizaji, zaidi ya raia 160,000 wameondoka nchini Afrika Kusini katika kipindi cha zaidi ya miezi miwili, huku makundi ya wenyeji wa Afrika Kusini yakizidi kuwaandama wahamiaji wasiokuwa na vibali. Saumu Simba anaarifu zaidi katika taarifa hii. Takwimu zilizokusanywa na shirika la habari la AFP kutoka serikali za mataifa yaliyowarudisha raia wao zinaonyesha zaidi ya raia 160,000 wamekwisha ondoka nchini humo, na kundi kubwa kabisa ni kutoka mataifa Zimbabwe na Malawi, ingawa kuna mamia ya waliorejea katika mataifa ya Ghana, Kenya, Lesotho, Msumbiji, Nigeria na Uganda. Jana serikali ya Zimbabwe ilitoa takwimu mpya ikisema raia wake waliorejea kufikia Julai 18 ni 108,366 na wengi walijirejesha wenyewe. Lakini Malawi nayo ilitangaza siku ya Jumatatu kwamba raia wake waliorejea ni zaidi ya 46,890 tangu mwanzoni mwa mwezi Juni, baada ya serikali kutoa mabasi 699 yaliyowasafirisha raia wake kurudi nyumbani, na 6 walikufa wakati wakisubiri kurejeshwa nyumbani. Karibu raia 2,000 wa Msumbiji nao wamerejea nyumbani kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na serikali ya Afrika Kusini. Vurugu za kuwaandama wahamiaji katika taifa hilo lililowahi kushuhudia utawala wa wazungu wa ubaguzi wa rangi zimerindima kwa wiki chungu nzima, yakifanyika mpaka maandamano ya nchi nzima ya kuwafukuza wageni. Maandamano ambayo kwa sehemu yaligeuka kuwa ni vurugu zilizosababisha vifo vya takriban wahamiaji 4, ingawa serikali za baadhi ya mataifa zinasema idadi ya waliouawa ni kubwa zaidi ya iliyotangazwa. Makundi yenye falsafa ya chuki dhidi ya wageni ndani ya Afrika Kusini yalikuwa yakishinikiza ajenda yao ya kutaka kuona kile wanachokiita wahamiaji wasiokuwa na vibali waondoke kufikia Juni 30, na shinikizo hilo lilisababisha raia wa mataifa mengine ya bara la Afrika kukimbilia kwenye balozi za mataifa yao kwa wingi, sambamba na kwenye kumbi za ustawi wa jamii kutafuta msaada wa kurudi nyumbani, wengi wakifanikiwa kubeba vitu vyao vichache tu wakihofia uhai wao. Kwa raia wa Ghana waliorejea nyumbani, waziri wao wa mambo ya kigeni Samuel Okuzeto Ablakawa aliwapokea kwa kuwapa faraja na kuwataka wasife moyo. Hatutaki mtu yeyote kati yenu ajihisi kuvunjika moyo. Msinyong'onyee nafsi zenu wala msiwe na mawazo. Kuweni na imani kwamba Mwenyezi Mungu ana mipango bora zaidi kwenu nyinyi. Vurugu za kuandama wageni na hasa wa kutoka mataifa ya Afrika zimekuwa zikitokea mara kwa mara Afrika Kusini kwa miongo sasa, na baadhi ya wachambuzi wanasema suala hili linatumika makusudi kisiasa kufunika matatizo ya kiuchumi na changamoto